Na karibu ndugu mtazamaji katika mfululizo wa masomo haya, na tuko katika mwendelezo wa masomo yetu yanayohusiana na afya. Natumai una afya njema kabisa. Na ndugu mtazamaji, kwa siku ya leo nataka nikuelekeze product kama 8 hivi ambazo hutokana na soya au maharage ya soya. Karibu sana. Product namba 1 ambayo inaweza ikatokana na soya ni pamoja na maziwa ya soya, yani soy milk. Soy milk au maziwa ya soya yanatokana na maharage ya soya yaliyosafishwa na kuchambuliwa. Process yake inahitaji umakini mkubwa, yani ule mchakato wa upatikanaji wa maziwa ya soya inahitaji mchakato wa kina na umakini wa hali ya juu ili uweze kupata maziwa mazuri. Maziwa ya soya inaweza kuwa ni mbadala ya wale watu ambao wana tatizo la lactose intolerance, yani wale watu wenye shida ya sukari inayotokana na maziwa, yani lactose, maziwa ya wanyama. Wengine mfumo wao mmeng'enyo wa chakula inashindwa kumeng'enya lactose ile ya wanyama. Kama una shida hiyo, basi unaweza ukatumia maziwa ya soya kama mbadala na itakusaidia sana. Lakini maziwa ya soya pia ina protini, magnesium pamoja na isoflavones, yani phytochemicals ambazo ni nzuri sana kwa afya. Na product namba 2 ambayo inatokana na soya ni pamoja na tofu. Neno tofu ni neno la Kijapani lenye maana ya meat without bone, yani nyama bila mifupa. Wajapan wamekuwa wakitumia nyama ya soya au soya zaidi ya milenia 3000 iliyopita. Hivyo basi, Wajapan wanajua matumizi mazuri sana ya soya. Lakini cha kushangaza ni kwamba before au huko nyuma soya ilikuwa inatumika sana na wanyama kuliko binadamu. Lakini nowadays, leo hii soya imekuwa ni lishe moja nzuri sana. Kwa hivyo nyama ya soya ama tofu kwa lugha rahisi ya Kiswahili tunaweza tukaita nyama ya soya, inapatikana baada ya kukamua maziwa ya soya, ile hatua ya kwanza. Then tunazibind, tunaziunganisha kwa kutumia citric acid ama limau ya kawaida, ile juisi yake. Kwa hivyo baada ya kugandisha kwa muda mrefu au kukamua, tunapata mithili ya mpira ambao tunapokatakata slice inakuwa kama, unaweza ukapata vipande vizuri sana. Tunaweza tukavikaanga au ukavipika vizuri kabisa. Hiyo ndio nyama ya soya. Nyama ya soya inaweza kuwa mbadala mzuri kwa wale watu ambao hawatumii nyama nyekundu ama nyama ya wanyama wengine. Wanaweza wakatumia nyama ya soya kama mbadala kwa sababu imesheheni virutubisho kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo inaweza kawasaidia sana. Isipokuwa inakosa tu vitamini B12, yani cobalamin. Product namba 3 ni pamoja na Tempa. Tempa inapatikana baada ya kuchachua, kufanya kitu kinachoitwa fermentation, yani soya inachachuliwa. Then tunapata kitu kingine. Tempa ni chakula kizuri sana. Tempa ni chanzo cha probiotics. Ni nzuri sana katika mfumo mmeng'enyo wa chakula. Itakusaidia sana ndugu mtazamaji. Na product namba 4 ni pamoja na mchuzi wa soya. Tunaita soy sauce. Mara nyingi tumenunua soy sauce kwenye maduka ya vyakula. Soy sauce unaweza ukatengeneza wewe mwenyewe nyumbani. Mchuzi wa soya au soy sauce mara nyingi hupatikana baada ya kuchachuliwa pia, lakini tunaongeza chumvi kwa kiasi kikubwa. Soy sauce hutoa ladha nzuri sana kwenye vyakula mbalimbali. Unaongeza kidogo kwenye mchuzi, kwenye mboga. Mara nyingi hutumika kidogo kwa sababu ina contain au inabeba chumvi kwa kiasi kikubwa. Hivyo tunawasihi wale watu wenye pressure wasipendelee sana kutumia soy sauce, watumie kwa kiasi kidogo kwa sababu ina chumvi nyingi. Na product namba 5 ni pamoja na soy chunks au tunaita textured vegetable protein, TVP. Hivi ni vipande vya soya vyenye protini ambavyo vinapatikana baada ya kukamua mafuta. Hizi chunks hupikwa kama nyama na inaweza kuwa mbadala mzuri wa nyama, yani meat alternative, hasa nyama nyekundu. Na product namba 6 ambayo inatokana na soya ni pamoja na mafuta ya soya, yani soybean oil. Hasa ukipata ambayo haijachakachuliwa OG ni nzuri. Mafuta ya soya ina omega ya 3 ambayo pia ni nzuri kwa afya na ina omega ya 6 kwa kiasi kikubwa. Mafuta ya soya hutumika katika kupikia vyakula mbalimbali na ni nzuri sana kwa afya yako. Na product ya 7 ambayo inatokana na soya ni pamoja na unga wa soya. Unga wa soya ni nzuri sana. Inatumika katika kupikia biskuti, mikate, lakini pia inaweza kutumika katika supu ya vyakula mbalimbali ili kuongeza kiwango cha protini katika hivyo vyakula. Kwa hivyo unga wa soya pia ni nzuri sana. Vyote vinapatikana Rastobe Food Product na tutakuja kujifunza namna ya kutengeneza unga wa soya. Na product namba 8
Au bidhaa namba 8 ambayo hutokana na soya ni pamoja na miso. Miso nayo inachachuliwa, lakini inabeba chumvi kwa kiasi kikubwa, ila yenyewe inachukua process ndefu kidogo na inachukua muda mrefu mpaka kuja kupata miso. Inachukua miezi 8 hadi mwaka mmoja kupata miso. Ni chanzo kizuri sana cha probiotics, ni nzuri sana katika mfumo mmeng'enyo wa chakula. Kwa hivyo nayo ina virutubisho na ni probiotics imara sana. Na ndugu mtazamaji, kwa siku ya leo sina la ziada. Nilikuwa nakuelekeza product au bidhaa ambazo hutokana na soya. Tumeona bidhaa kama 8 na kitakachofuata ni kutengeneza kwa vitendo, practically na sio theory, na hii itatusaidia sana. Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.